Ikikutangazia kutoka jijini Dodoma. Karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari tulionayo usiku huu. Rais Samia azindua makao makuu ya ulinzi wa taifa Kikombo jijini Dodoma. Na kimataifa, nchi za Umoja wa Ulaya zimeshindwa kukubaliana kuhusu vikwazo vipya dhidi ya Urusi. Tutangazia pia katika michezo, ligi kuu soka Tanzania bara kurindima kesho, Simba Yanga kushuka dimbani. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Mindi Josefu. Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amelitaka jeshi la Tanzania kuhakikisha majengo mapya ya makao makuu ya ulinzi wa taifa yanatumika kikamilifu kuimarisha ulinzi na usalama wa taifa. Taarifa zaidi na mwandishi wetu. Rais Samia ameyasema hayo wakati akizindua makao makuu ya ulinzi wa taifa Kikombo mkoani Dodoma leo Februari 24, ambapo amebainisha kuwa dhamira ya kuliwekea mazingira bora jeshi la Tanzania inatokana na dhana kwamba taifa lolote linalotaka kuheshimiwa duniani halina budi kuwekeza katika taasisi imara za kulinda uhuru, mipaka, rasilimali na watu wake. Nipende kusisitiza tena kuwa majengo haya mapya ni nyenzo tu ya kutekeleza majukumu yetu, lakini nguvu ya jeshi haitokani na majengo wala vifaa peke yao. Na hapa naomba ninukuu maneno ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye aliwahi kusema, na ninanukuu, moyo kabla ya silaha, mwisho wa kunukuu. Kauli hiyo ya moyo kabla ya silaha inatukumbusha kwamba msingi wa jeshi imara ni moyo wa kizalendo, nidhamu, weledi, utii na dhamira safi, uadilifu na uaminifu wa askari wake kwa taifa na watu wake. Utii kwa mamlaka ya kikatiba na uaminifu kwa taifa ndiyo silaha ya kwanza ya jeshi linaloheshimika. Hivyo ni wasihi muendelee kuishi kwa misingi ya kiapo chenu na kuepuka mienendo inayoweza kuharibu heshima ya jeshi letu. Na nimesikiliza vizuri wimbo wa jeshi hapa. Maneno yaliyomo ndani ya wimbo ule iwe ndiyo itikadi katika kazi zetu. Rais ameweka wazi kuwa serikali itaendelea kuwekeza kwa nguvu katika sekta ya ulinzi ili kuendana na kasi ya ukuaji wa uchumi. Amesema uwekezaji huo ni swala lisiloepukika, kwani taifa lolote linalotaka kuheshimiwa duniani lazima liwe na taasisi imara za kulinda uhuru, mipaka na rasilimali zake. Kila tunapokuwa kiuchumi, uwekezaji katika sekta ya ulinzi ni suala lisiloepukika kutokana na umuhimu wake kwa mustakabali wa taifa, kimaendeleo na ustawi wa wananchi kwa ujumla. Hivyo serikali yetu itaendelea kuliwezesha jeshi letu kuwa na mazingira bora ya kazi ili liwe tayari wakati wote kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Taifa lolote duniani linalotaka kuheshimiwa halina budi kuwekeza na kujenga taasisi imara za kulinda uhuru, mipaka, rasilimali na watu wake. Amebainisha kuwa hatua hiyo ni muhimu kwa kuwa mazingira ya kiusalama ya sasa hayalindwi kwa silaha pekee, bali yanahitaji uchambuzi wa taarifa, matumizi ya teknolojia, mifumo ya mawasiliano ya kisasa pamoja na mbinu za kitaalamu zenye ubobezi na weledi wa hali ya juu. Kutoka Dodoma, naitwa Pius Jayunga, Sky TV. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amezindua rasmi mfumo wa uunganishaji wa huduma za maji kwa njia ya mtandao pamoja na mkakati wa kuharakisha ufungaji wa mita za maji za malipo ya kabla, huku akipiga marufuku wanafunzi kwenda na vidumu vya maji mashuleni. Kutoka Arusha, mwanahabari wetu ana taarifa kamili. Akifungua mkutano wa bodi za wakurugenzi wa mamlaka za maji safi na usafi wa mazingira nchini uliofanyika jijini Arusha, Dr. Mwigulu amesema kuwa wakati wizara hiyo ikiwa katika mkakati wa kupeleka maji katika vijiji 1500 vilivyosalia, ni lazima kuhakikisha mashuleni na vituo vya afya pamoja na hospitali kunapatikana huduma hiyo maji. Na kwa kuwa leo niko hapa wakurugenzi pamoja na watendaji wakuu,
tunapotoka sasa hivi tunavyosema tupate maji kila kijiji, vijiji vyote vilivyosalia, wekeni pia kwenye diary zenu. Sitaki kusikia wanafunzi wanaenda na vidumu vya maji mashuleni. Kila shule ya msingi, ya sekondari iwe na kisima cha maji, wanafunzi wapate maji pale pale. Kila zahanati, kituo cha afya pawe na maji. Kwa hiyo scope yetu ile tuliyosema vimebaki vijiji 1500, wekeni mapping hiyo, ramani hiyo. Kila shule hapa nchini iwe na maji. Kila zahanati, kituo cha afya, hospitali viwe na maji. Aidha, ameziagiza bodi hizo kuhakikisha zinachukua hatua kwa yoyote atakayebainika kuhujumu miundombinu ya maji kwa kujiunganishia au vishoka wanaosababisha upotevu wa maji. Kwenye hili watakuwa wanasema tu kwamba tunajali vitu kuliko watu, lakini ni kutokuelewa tu kwamba hivyo vitu ndio vinaleta maisha yao watu. Akitokea mmoja anataka kukatisha maisha ya watu wote wale, chukueni hatua kali yeyote atakayecheza na miundombinu ya maji. Mtu anajua maji haya, bomba hili linapeleka maji, yeye anakwenda kukata bomba, chukueni hatua kali. Kwa upande wake, waziri mwenye dhamana Juma Aweso amesema katika kipindi cha miaka minne miradi mingi ya maji imetekelezwa katika maeneo ya mijini na vijijini, huku mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA Dr. James Andilile akitoa msisitizo kwa bodi hizo kuwa na management zenye uwezo wa kutimiza majukumu yake. Sasa katika kipindi cha miaka minne ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, zaidi ya trilioni 3 zimewekezwa katika miradi ya maji mjini na vijijini. Sasa hivi vijijini tupo 85.2. Haya ni mapinduzi makubwa ambayo ameyafanya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini kwa eneo ya mjini tumefika 92.5 na tuna miradi ya miji 28 ambayo inaendelea. Mkakati wetu itakamilika kwa wakati na tutavuka lengo la 95. Lakini kwa eneo la mjini tuna miradi ya zaidi ya 878 ambayo inaendelea. Mkakati wetu kuikamilisha miradi hii ambayo tumeianza ili tuweze kuvuka lengo na katika kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma maji safi na salama. Kuna mazingira ambayo licha ya kwamba serikali imewekeza kiasi kikubwa, lakini tunakuta kwamba baada ya muda huduma zinaanza kudorora. Kwa hiyo ni wajibu wa bodi kuhakikisha kwamba management inakuwa na vigezo vya kufanya kazi na vigezo hivyo vinapimwa. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Na barabara zinazoingia na kutoka katika soko kuu la Kariakoo jijini Dar es Salaam zimefunguliwa, hatua inayoondoa msongamano na kurahisisha ufanyaji shughuli za biashara kwenye eneo hilo. Tupate undani wa taarifa hii. Kufunguliwa kwa barabara hizo ni maelekezo yaliyotolewa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akizindua soko hilo hivi karibuni, ambapo baadhi ya wafanyabiashara na wananchi wanaokwenda kupata huduma kwenye soko hilo wamesema kwa sasa hakuna msongamano na barabara zinapitika kirahisi. Kwa sasa hivi kiukweli zinapitika vizuri. Maana mwanzo ile biashara zikipangwa hivi unakuta watu walipoweka biashara ni kama gari nyingine ikiwa inaenda hivi nyingine ikiwa inakuja hivi ni changamoto. Na kwa sasa hivi utofauti ni mkubwa kwa sababu barabara zote zinapitika vizuri. Tumetii amri bila kushurutishwa. Lakini kilichofuata sisi hapa mpaka sasa hizi hatujui tuelekee wapi. Na tuwafanya biashara wa hapa sisi wa machinga. Wauza magunia na viroba. Ningeshukuru, ningempongeza kwa kuturekebishia mazingira hapa Kariakoo. Jinsi tulivyo na usalama kwa sasa hivi. Kwa upande wa jeshi la polisi limesema litaendelea kuimarisha ulinzi na usalama kuhakikisha shughuli za biashara kwenye soko hilo zinafanyika katika mazingira tulivu. Wale ambao ukitoka nyumbani unakuja Kariakoo, anakusubiri na visu na mapanga barabarani, anakupora simu yako, au umemaliza kuhangaika hapa jioni unarudi nyumbani, anakusubiri, anakukaba. Yeye anakaa tu nyumbani anakusubiri, anakuchoma kisu au anakukaba, anachukua pesa zako. Sisi wale ndio maadui zetu. Lakini wanaofanya kazi, wanaojitafutia riziki,
tuna ugomvi nao. Sisi wale ndio hatuwataki na tunawashughulikia vikali kwa mujibu wa sheria. Mujibu wa sheria ni kuwakamata, ushahidi kukamilika, kuwapeleka ofisi ya mashtaka na kuwapeleka mahakamani. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limewakamata watuhumiwa zaidi ya 200 kwa makosa mbalimbali, wakiwemo madereva waliopita kwenye barabara za mwendokasi kinyume cha sheria. Jumla ya madereva 250 kwenye kipindi hiki cha kati ya tarehe 30 Januari mpaka tarehe ya leo 24 mwezi Februari mwaka 2026 walikamatwa, yakiwemo magari 64, pikipiki za magurudumu mawili maarufu kama bodaboda 167 na bajaji 19. Hawa walipita kwenye barabara ya mwendokasi na kusababisha hatari kubwa kwenye mabasi yale, lakini wao wenyewe kuwa kwenye hatari ya kuweza kupata ajali mbaya. Watu hawa wamechukuliwa hatua za kisheria. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV tulionayo usiku huu. Kambi ya madaktari bingwa yafanya upasuaji wa magoti na nyonga bandia kwa wagonjwa 14 jijini Mbeya. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Mindi Josefu. Huduma ya kibingwa ya kubadilisha magoti na nyonga bandia imewafikia wananchi wa kanda za Nyanda za Juu Kusini baada ya kambi maalum ya madaktari bingwa kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili kushirikiana na MOI pamoja na Hospitali ya Rufaa ya Kanda ya Mbeya kuwafanyia upasuaji wagonjwa 14 kati ya 60 waliohitaji huduma hiyo. Taarifa ya mwandishi wetu kutoka mkoani Mbeya inafafanua zaidi. Kambi hiyo ya wiki mbili iliyofanyika jijini Mbeya imewahudumia wagonjwa zaidi ya 600 waliokuwa na matatizo mbalimbali ya mifupa, hususan nyonga, magoti na mgongo. Mpaka leo tumefanikiwa kuwafanyia upasuaji wagonjwa 14 ambao walikuwa na shida za nyonga na magoti ambao walikuwa tayari. Na kazi hii imefanyika kwa ushirikiano na wakufunzi kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili, MOI. Madaktari wanaeleza changamoto kubwa inaonekana kwa wagonjwa wenye umri wa zaidi ya miaka 60, wengi wao wakihitaji upasuaji wa kubadilishia viungo bandia. Ambao walikuwa wacheza mpira, wakimbia riadha, sasa hivi wakifika kwa watu wazima tayari wanaanza kuja hospitali wanalalamika shida ya magoti. Lakini hilo ni mojawapo ya, kwa sababu maisha ni mwendo, na huo mwendo kama tairi la gari lilivyo, tairi linaisha, lazima ulibadilishe. Na sisi binadamu kadri tunavyozidi kuwa watu wazima na tunatumia viungo vyetu vya mwendo kwa muda mrefu, wapo ambao vinasaba vyao vinawapelekea kwamba hizo either goti ama nyonga litakufa. Baadhi ya wagonjwa waliopata huduma katika kambi hiyo wameeleza kufurahishwa na matibabu waliopatiwa. Nimepata huduma ambayo sikutegemea kabisa. Kumbe Mungu anapitia kwa wanadamu katika ule utaalamu Mungu ambaye ameachia kwao. Mimi mwenyewe nilikatia tumaini la kuishi. Maumivu ambayo nilikuwa napata ilikuwa ni maumivu makali sana. Hata wenzangu wanapokuwa wanasema fanya zoezi, jamani nimeshindwa. Kwa kweli haikuwa rahisi. Ni Mungu tu aliyefanya, na tunaamini anafanya kupitia hawa watumishi wa Mungu. Langu lilo kubwa ambalo mimi niweze kusema, niseme kwamba ninafurahi kwa sababu mume wangu ni mchungaji. Tutaipeleka hii habari vizuri kwa wenzetu ili wapate na wenyewe matibabu. Tunao watu wenye mashida mbalimbali mbali na kupata ajali, lakini wana matatizo kama haya. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Mtazamaji, tuangazie taarifa, tupate mapumziko mafupi na tukirejea tutaendelea na ulimwengu wa habari. Sky TV. Sky TV.
Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Mtazamaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, unatazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV. Tuangazie taarifa nyingine. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo amesema uwekezaji wa zaidi ya shilingi bilioni 700 uliofanywa na Kilombero Sugar una mchango mkubwa katika kupunguza changamoto ya ajira nchini, hususan katika sekta ya uhandisi na taaluma nyingine za kiufundi. Profesa Mkumbo ametoa kauli hiyo leo tarehe 24 2026 wakati wa ziara ya kikazi katika wilaya ya Kilombero mkoani Morogoro alipokuwa akitembelea kiwanda hicho cha sukari. Mimi kama waziri mwenye dhamana ya uwekezaji na mipango, kwa upande wa uwekezaji, kazi yangu kubwa ni kwamba tunasajili miradi ya uwekezaji kupitia TISEZA. Kwa hiyo ziara yangu hapa ni kuthibitisha yale ambayo tunaona kwenye makaratasi yapo. Kwa hiyo uwekezaji huu ambao tumekuwa tukiuendeleza kwenye hii inaitwa K4, yani Kilombero ya 4. Kiwanda hiki kina viwanda 4 ndani yake. Kwa maana ya kampuni hii tuna K1 ndio ilianza ya kwanza kabisa mwaka 1961-62, tuna K2 na tuna K3. K3 wanazalisha ethanol. Kubwa ambacho kimeleta hapa ni kuja kuangalia uwekezaji huu ambao Mheshimiwa Rais aliweka jiwe la msingi miaka miwili ambayo imepita. Nafurahi kuona kwamba uwekezaji huu wa bilioni 700 umekamilika na kiwanda tayari kinaenda kuanza kazi. Kwa uwekezaji huu kampuni hii ya Kilombero itaweza sasa kuzalisha sukari mara 2. Walikuwa wanazalisha kwa maelezo ya DG hapa tani 130, wanakwenda mpaka tani 260. Na kwa uwekezaji huu ni kwamba Tanzania inaweza sasa rasmi kujitosheleza katika uzalishaji wa sukari.
Kwa mambo makubwa mawili hapa. La kwanza ni kwamba uwekezaji ambao tumeusajili tumeuona kweli mkubwa unaendelea, shilingi za Kitanzania bilioni 700. Kwa hiyo inaitwa capital kwa maana ya mtaji ambao unaingia. Kazi ya pili ambayo tunaangalia sisi watu wa uwekezaji ni kwamba tunataka uwekezaji utuzalishie ajira kwa vijana wetu. Na kote nilikopita unaona vijana wetu wanaofanya kazi katika sekta mbalimbali, na hapa ni sekta mbili tu kwa maana ya kiwanda lakini pia ya kilimo. Wanaajiri zaidi ya watu 900. Na wote vijana ambao nimekuta hapa ni vijana wametoka katika vyuo vyetu mbalimbali, NIT, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, UDOM na kadhalika na kadhalika. Kwa kweli tunashukuru kwamba tunapata mtaji ambao ndio lengo kubwa, tunapata vile ajira. La tatu ni teknolojia. Teknolojia ambayo imetumika hapa ni ya kisasa kabisa. Hili ni jambo kubwa. Mtazamaji, tuelekee mkoani Songwe. Wafanyabiashara wadogo wa machinga wa soko la Ijezi ya wilayani Mbozi mkoani Songwe wamelalamikiwa kufungiwa vibanda vyao, huku wakilazimishwa kulipa kwa mkupuo madeni yote yaliyolimbikizwa tangu mwaka 2021 ambapo kila mwezi wanalipa shilingi 1,500. Mwanahabari wetu na simulizi zaidi. Wakizungumza, baadhi ya wafanyabiashara wa soko hilo wametoa malalamiko hayo ikiwa imepita siku moja tangu vibanda zaidi ya 70 kufungwa, huku wafanyabiashara wengine kufunga vibanda vyao zaidi ya 100 kuwaunga mkono wenzao waliofungiwa. Nategemea na familia tokea leo wale watakula nini? Sababu nikiangalia hizi kodi tumeambiwa kwamba usimfungie biashara yote kodi. Kane ongea naye alipe kodi. Sasa matamko ya juu wanatuambia kwamba tusifungie ofisi. Huku chini nimeshatufungia ofisi. Sasa tumsikilize nani tumwache yupo. Sasa alifika hapa ni kufunga maduka, anakuambia tunataka fedha ya kuanzia 2021 hadi 25. Sasa wanapokuja kukusanya hizo hela na sisi ni wakopaji. Kama mimi ninayeongea ndio mwenyekiti wa mikopo ya halmashauri waliotukopesha kupitia mkopo wa Mama Samia. Sasa tutalipeje kwa mtindo huu? Kwa hiyo tulikuwa tunaomba watufikirie, kwa sababu juzi tumelipa mapato na leo wangetuacha ili tukontrol kulipa mapato yale waliotukopesha. Kwanza halmashauri itoe tamko ili tuwe nalo. Unajua watu hawa ni kipindi kirefu wanatuchanganya. Kuna kipindi walikuja hapa kusema madeni ya nyuma yamefutwa. Tukaendelea kulipa. Na risiti tunazo. Walivyorudi wasema tunaanza kule nyuma. Ndio wakaja kwa nguvu sana. Kama nilivyosema narudia tena mara ya tatu. Sisi hatujakataa kulipa kodi ya pango. Sisi tunataka tuendelee na utaratibu wa mwanzo. Mtu akipata 50,000, akipata 20 anaenda kulipa, mambo yanaendelea. Kwa upande wao viongozi wa soko hilo, baada ya kutoka kuzungumza na mkuu wa wilaya ya Mbozi Mheshimiwa Ahmad Mbega kuhusu suala hilo, walikuwa na haya ya kuzungumza. Ombi letu tumeomba mheshimiwa kuja kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya. Tunaomba pamoja na kwamba watu wale wamefungiwa biashara hizi ni ghafla, tunaomba wale watu wafunguliwe biashara, wafanya biashara wote tufunguliwe biashara. Wakati tunaendelea na biashara na mazungumzo mazuri, namna nzuri ya kulipa. Mheshimiwa ameeleza jambo moja zuri kwamba hela ya serikali hatakiwi kupokea mkononi. Mnatakiwa mlipe katika utaratibu wa control number. Tumekubali. Lakini sasa hivi vitu bado havijaandaliwa na hao wenzetu hawakuwa tayari, hivyo vitu wameviandaa. Zile fedha walikuwa wanakuja kukusanya tu kwa mkono. Anakusanya kwa mkono, anaandika kwa mkono. Sasa leo kuna madeni watu wanayakataa kwamba deni langu hilo sio. Mimi nimeambiwa deni ninalodaiwa ni kubwa. Tutaangalia utaratibu mzuri. Huyu anadaiwa shilingi ngapi? Huyu anadaiwa shilingi ngapi? Ni kutoka lini mpaka lini? Wakati huo tunaendelea na nini? Na biashara. Kwa sababu hatukatai kukusanya kodi. Kwa upande wake mkuu wa wilaya ya Mbozi Mheshimiwa Ahmad Mbega ametoa ufafanuzi kuhusu suala hilo. Changamoto kubwa ni kwamba sisi tunataka kumsaidia mfanyabiashara yule ambaye anafanya biashara sasa hivi. Tunachotaka kumsaidia ni kwamba anaendelea kumlipa mtu hela ambaye sio sahihi. Kwa hiyo ninachotaka mimi kufanya ni kumweleza biashara aje afanye mkataba na halmashauri ili badala ya kulipa 70,000 kwa yule mtu kule, awe analipa 10,000 kwa halmashauri. Lakini kwa sababu kuna deni la nyuma, tutakubaliana jinsi ya kulipa taratibu, lakini biashara itaendelea kufanyika. Kwa hiyo issue ni kwamba
tuondoe hii shida ambayo inaendelea kuwepo, kumsaidia mfanyabiashara, ili sababu mwenye kibanda ni halmashauri na anapaswa kulipa halmashauri, ila jamaa anamdanganya kwamba ni cha kwake. Ndio maana nikasema aje asaini mkataba na halmashauri, ili kuanzia leo awe analipa halmashauri, ili asiendelee kumlipa yule mtu kule. Lakini kingine kuhusiana na deni, yeye ameshachukua kibanda kufanya biashara kile, tutakubaliana naye kama adaiwa labda 500,000 apunguze kiasi gani kwa muda anapokwenda. Sio kwamba ataambiwa alipe yote kwa pamoja leo. Hilo jambo haliwezekani, kama wengine wana mikopo wengine kila kitu. Kwa hiyo utasema 500,000 yako hii kila mwezi lipa 50,000. Kwa hiyo utalipa 10,000 ya kibanda na 50,000 ambayo ndio ile ambayo kwa ulipa kwa mtu bila sababu yote ya msingi. Ripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Na mtazamaji, wafanyabiashara hawa wanalipa shilingi 15,000 kwa mwezi na sio 1,500. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea tutaangazia kwa upande wa habari za biashara na uchumi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Biashara na uchumi. Zifuatazo ni habari za uchumi na biashara kutoka hapa Sky TV. Jina langu ni Mohamed Magesa. Shirika la viwango Tanzania TBS kanda ya kati limeteketeza jumla ya tani 4.5 za bidhaa mbalimbali zisizo salama kwa matumizi ya binadamu, zikiwemo bidhaa za chakula zilizokwisha muda wake wa matumizi, vipodozi vyenye viambata sumu pamoja na nguo za ndani za mitumba katika dampo la Chidaya mkoani Dodoma. Akizungumza wakati wa zoezi la kuteketeza bidhaa hizo katika dampo la Chidaya jijini Dodoma, kaimu meneja wa TBS kanda ya kati Sifa cha Mgenzi amesema bidhaa hizo ni hatari kwa afya za binadamu, uchumi wa nchi pamoja na mazingira. Madhara ambayo yanatokana na matumizi ya bidhaa hizi ambazo hazifai, kwa mfano bidhaa za chakula,
zilizoisha muda wa matumizi au zilizohaliliwa muda wa matumizi. Unakuta mtu mwingine anakuta bidhaa imeshaisha muda wa matumizi, lakini wanafuta na kuziandika tena. Tunaita ni kuhalili bidhaa, ambayo ni makosa, unasababisha watu kuweza kutumia bidhaa ambazo ilishapita muda wa matumizi, wanapata madhara ya muda mrefu na ya muda mfupi, ambayo inaweza kupelekea saratani kwa watumiaji. Pia kiuchumi sio nzuri, maana inaathiri wale ambao wanategemea akipata chakula fulani atapata afya, lakini uchumi ameutumia hela yake, uchumi umeshuka na madhara aliyotegemea kupata hapati. Kwa hiyo ina athari kiuchumi na kiafya pia. Nao baadhi ya wananchi wa jiji la Dodoma wameomba serikali kuimarisha udhibiti wa bidhaa zisizo na viwango zinazoingia sokoni, hususan vyakula, vinywaji, vipodozi pamoja na nguo za ndani za mitumba, wakieleza kuwa zina madhara makubwa kiafya, kiuchumi na kimazingira. Mimi wito wangu kwa wafanyabiashara, kikubwa wanatakiwa wazingatie expiry date ya bidhaa zao wanazouza, kwa sababu ukita pale ukikuta unawauzia watu, hiyo ni kama wizi, kwa sababu kwanza ni athari kubwa sana kwa mtu unayemuuzia bidhaa afu na ikawa ni expire. Hiyo ni kikubwa, wazingatie bidhaa zao wanazouza, waangalie expiry date. Muda mwingine unaanza ukachukua kitu alafu ungafika nyumbani ukuta kime expire. Tuwezi kuendelea na matumizi kwa sababu ime expire. Kwa mujibu wa TBS kanda kati, katika kipindi cha kuanzia Oktoba 2025 hadi Februari mwaka huu, kupitia misako iliyofanyika katika masoko mbalimbali, maduka, maghala, baa na hoteli kwenye halmashauri zote za mkoa wa Dodoma, Singida na Iringa, jumla ya tani 4.5 za bidhaa zisizokuwa na viwango zilikamatwa zikiwa na thamani ya zaidi ya shilingi milioni 44.9. Benki ya Ushirika Tanzania, Coop Bank, imezindua akaunti ya Juhudi, bidhaa mpya ya amana ya muda yenye riba ya hadi 13.5% kwa mwaka, kupitia kampeni ya miezi mitatu kuanzia Februari 24 hadi Mei 31, 2026. Akizungumza na waandishi wa habari leo jijini Dodoma, mkuu wa idara ya biashara na ushirika katika Benki ya Ushirika Tanzania Bwana Yahya Kiabo amesema kuwa benki inalenga kukusanya zaidi ya shilingi bilioni 300 ili kuimarisha mikopo kwa wajasiriamali wadogo na wakati. Tunasema akaunti hii iko tofauti na akaunti zingine za muda maalum, zinampa mteja wetu machaguo mbalimbali. Moja ya machaguo ambayo mteja wetu anaweza kuyapata kupitia akaunti ya Juhudi account, mteja anaweza kuwekeza kwa kipindi cha miaka isiyopungua 3, lakini pia kipata asilimia kubwa kabisa ya asilimia 13.5 kwa mwaka. Lakini pia mteja atajipatia faida yake kwa kila mwezi. Yaani tunasema ni vuna na Coop Bank kila mwezi. Lakini pia katika Juhudi hii account yetu, chaguo jingine ambalo mteja anaweza kalifanya kupitia akaunti yetu hii, anaweza kujipatia faida yake ya papo kwa papo mara baada ya tu kufanya uwekezaji wetu. Inamaanisha kuwa mteja atapokea faida yake yote mwanzoni tu pale anapowekeza, wakati kiasi chake cha uwekezaji kwa maana mtaji wake utaendelea kubaki mpaka muda wake wa amana utapokuwa umekamilika. Na vifuatavyo ni viwango vya ubadilishaji wa fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Leo tarehe 24 mwezi wa pili 2026. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2555 na senti 45 na kuuzwa kwa shilingi 2581. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3447 na senti 29 na kuuzwa kwa shilingi 3481 na senti 76. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 3011 na senti 8 na kuuzwa kwa shilingi 3041 na senti 19. Yeni ya China imenunuliwa kwa shilingi 369 na senti 85 na kuuzwa kwa shilingi 373 na senti 55. Na yeni ya Kijapani imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 49 na kuuzwa kwa shilingi 16 na senti 66. Randi ya South Africa au randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 159 na senti 50 na kuuzwa kwa shilingi 161 na senti 9. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 19 na senti 79 na kuuzwa kwa shilingi 19 na senti 99. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 74 na kuuzwa kwa shilingi 1 na senti 76. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 71 na kuuzwa kwa senti 71. Na faranga ya Burundi imenunuliwa kwa senti 86 na kuuzwa kwa senti 86. Na huo ndo mwisho wa viwango vya ubadilishaji wa fedha kwa mujibu wa Benki Kuu. Jina langu ni Mohamed Magesa.
biashara na uchumi. Mtazamaji, ni wasaa wa kuangazia kwa upande wa mkusanyiko wa habari za kimataifa ambapo tunaungana na Zinazire Mswima. Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa. Nchi za Umoja wa Ulaya zimeshindwa kukabiliana kuhusu kifurushi cha 20 cha vikwazo dhidi ya Urusi. Hayo ni wakati wa vita nchini Ukraine vikiingia mwaka wake wa 4 Jumanne. Wakati wa mkutano wa Jumatatu wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya huko Brussels, Hungary pia ilisisitiza tena upinzani wake kwa mkopo wa mabilioni ya euro kwa Ukraine. Badala yake ni kifurushi cha dharura cha euro milioni 100 kitakachotarajiwa kutangazwa kwa ajili ya miundombinu ya nishati ya Ukraine, ambacho maafisa wa EU wanasema kinaweza kupitishwa bila uungaji mkono wa Hungary. EU ilikuwa imepanga kutumia kumbukumbu hiyo kutumia ishara ya uungaji mkono kwa wa Ukraine na kuthibitisha tena kwamba umoja huo utasimama nao katika ulinzi wao dhidi ya uchokozi wa Urusi. Waziri wa mambo ya nje wa Hungary, Péter Szijjártó, alisema nchi yake itakubali tu hatua za kusaidia Ukraine ikiwa Kyiv itaruhusu kuuza tena kwa usambazaji wa mafuta ya Urusi kupitia bomba la Druzhba. Peter alishutumu Kyiv kwa kuzuia kimakusudi matumizi ya bomba hilo ambalo kupitia Ukraine kwa sababu za kisiasa. Ukraine inasema mabomu ya Urusi yalisababisha kusitishwa kwa usambazaji huo wa mafuta mwishoni mwa Januari. Mexico imewatuma wanajeshi 10,000 mitaani kutuliza mapigano yaliyosababishwa na mauaji ya mlanguzi mkubwa wa dawa za kulevya nchini humo ambaye amesababisha vifo vya watu wengi. Habari za kifo chake zilisababisha vurugu huku wafuasi wake wakifunga barabara katika majimbo 20 na kuchoma magari na majengo. Waziri wa usalama Omar Garcia alisema kiasi cha maafisa 25 wa jeshi la ulinzi wa taifa waliuawa katika mapigano yaliyozuka. Aliongeza kuwa mlinzi mmoja wa gereza, afisa wa ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali na washukiwa 30 wa kundi la uhalifu aliloliongoza Oseguela pia waliuawa. Karibu wahasibu 23 walitoroka wakati gereza lao iliposhambuliwa kwa risasi nyingi na makundi ya wahalifu. Kulingana na waziri wa usalama wa jimbo la Jalisco, wakazi waliojawa na hofu walijificha majumbani na watalii walijificha katika hoteli zao kutokana na machafuko ya wafuasi wa genge hilo. Mwenyekiti wa wakuu wa utumishi wa jeshi la Marekani, Dan Kaini, amemtahadharisha Rais Donald Trump na washauri wake kuhusu hatari zinazoweza kutokea za hatua ya kijeshi dhidi ya Iran. Vyombo vya habari vya Marekani viliripoti Jumatatu vikinukuu duru zenye ufahamu na majadiliano ya ndani kuhusiana na suala hilo. Kulingana na magazeti, wasiwasi wa Kaini unajikita pia katika hatari ya kujikuta katika mgogoro wa muda mrefu. Kulingana na The Washington Post, Kaini aliangazia pia suala la uhaba wa silaha muhimu na usaidizi mdogo kutoka kwa washirika, akisema hiyo inaweza kuwa na athari kubwa zaidi kwenye operesheni yoyote na kwa wanajeshi wa Marekani. Trump hata hivyo amepuuzilia mbali ripoti hizo katika chapisho kwenye mtandao wake wa The Truth Social, akiziita zisizo sahihi na kuvishutumu vyombo vya habari bandia kwa kudai Kaini alipinga na kuingia vitani na Iran. Mwisho wa habari za kimataifa, rangu jina ni Zinazire Mswima. Habari za kimataifa. Mtazamaji, ni wasaa wa kuelekea dimbani sasa kuangazia ya kimichezo na mwanamichezo Johannes Michael yuko hapa ndani. Sky TV.
Sky TV. Habari za michezo na burudani. Hali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tukianzia hapa nyumbani, ambapo kocha mkuu wa Simba Steve Barker amesema wanaelekea changamoto watakazokutana nazo katika mchezo wa NBC Premier League dhidi ya Dodoma Jiji, na wamejiandaa vyema kukabiliana nazo kuhakikisha wanapata ushindi katika mchezo wa siku ya kesho. Huku kocha mkuu wa klabu ya Dodoma Jiji Amani Josia amesema mchezo wa kesho dhidi ya Simba ni mchezo mkubwa kutokana na ubora ambao wako nao klabu ya Simba. Yeah, firstly, good morning to everybody. Also, good morning to the coach, player and staff of Dodoma. I think preparations are going well. Obviously, we have prepared well for this week where we're playing a number of matches away from home. So, a big game for us tomorrow against a good opposition, a team that is well coached. So, we have to prepare appropriately, but I do believe that we are starting to show signs of good consistency as a team, and that's important for us never to become complacent. We've got to keep looking to improve, because if we can keep improving our performances, it increases our chances of winning matches. We do understand that tomorrow will be a tough match for us, and we have a really prepared and looking forward to the match. Nadhani kikubwa ni kusikiza maelekezo ya mwalimu ambao anatupa kila siku kwenye mazoezi, na kikubwa kama ulichokiongea, Dodoma Jiji msimu huu amekuwa na timu nzuri. Huo ni ukweli ambao upongeki, wamekuwa wanacheza mpira mzuri hasa wakiwa nyumbani kwao. Kwa hiyo na sisi tunatambua ubora wa Dodoma, lakini kwa ukubwa wa mechi yetu ya kesho, walimu wetu wametuandaa vizuri kisaikolojia, kimbinu, ili tuweze kufanya vizuri. Kwa hiyo tunawaheshimu Dodoma, wapo kwao. Lakini sisi kama Simba Sport Club tukiwa hapa, kusema kweli, tunahitaji matokeo ya pointi 3, hasa ukizingatia. Asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Nafasi nyingine tena ya kumshukuru Mungu kwa kuifikia siku ya leo, ikiwa ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Nipo hapa kuelezea maandalizi ya mchezo wetu wa kesho dhidi ya Simba. Ni kwamba maandalizi kwenye kiwanja cha mazoezi yamekwenda vizuri, kwa maana ya mambo ya kimbinu, mambo ya kiufundi, lakini pia mambo ya kisaikolojia tuko vizuri kwenye eneo hilo, huku tukiifurahia mechi ambayo inayofuata mbele yetu, mechi ya Simba ambayo ni mechi yenye ukubwa wake kwa maana ya timu ambayo tunakutana nayo, lakini pia mechi nzuri kwa ajili ya washabiki wetu, mechi nzuri kwa ajili ya familia zetu. So maandalizi tumeyaweka katika hali nzuri, kwa maana ya kimwili, kwa maana ya kimbinu, kwa maana ya kisaikolojia pia, ili kuweza kuwa na mechi nzuri, ili kuweza kukabili wapinzani vizuri na kuweza kutafuta kile ambacho tunachokihitaji kwenye mechi ya kesho. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Anderson Solomoni. Kwa maandalizi ya mchezo wetu wa kesho dhidi ya Simba, maandalizi yako vizuri kabisa. Kila mchezaji ana hali ya mechi hiyo ya kesho dhidi ya Simba. Najua Simba ni timu kubwa, lakini unapokuwa uwanjani, basi kila mchezaji naye anaonyesha ukubwa wake, kwa sababu wote tupo tunapambania kitu kimoja. Kwa hiyo mimi niwaondoe hofu mashabiki wetu, siku ya kesho wajitokeze tu kwa wingi katika mchezo huo, basi naamini matokeo mazuri yatakuja. Huku ligi kuu soka Tanzania bara ikiendelea kutimua vumbi kwa siku ya kesho katika dimba la KMC majira saa 10 kamili, klabu ya Young Africans itaweza kumwalika JKT Tanzania, ambapo kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves anasema wanaamini JKT Tanzania ni timu bora na wanaiheshimu, lakini watatumia kila nafasi kuhakikisha wanapata ushindi katika mchezo wao. Huku kocha wa timu ya JKT Tanzania Hamad Ally amesema mchezo wa kesho ni moja ya mechi nzuri kutokana na ubora wa Yanga. Kwa sasa wanaamini kwamba katika mchezo wa siku ya kesho wataenda kupambana ili kuhakikisha nafasi ya kwanza wanaishikilia kama ilivyo. We believe in ourselves. Absolutely respect by JKT, the way
they arrive in first in the table. Sure, they have a lot of matches more, but they deserve it. They prove it. They are very consistent. One team very balanced. So yes, we need to look and care about our opponents. But as usually, we focus. It's not a question about our opponent. We focus in ourselves. It was like that with Hali, with Farhaba, with Kabylie, and against KMC, against Namungo. So it's our way to prepare the matches. Sure, look for the weakness and the strengths of our opponents, but we are looking for ourselves, our competence, and if we are capable or not to improve our performance. We are always looking for that development, and this is a process, and we believe in our process. Ya kupumzika kwa sababu ratiba ilikuwa tight hapo nyuma, ilikuwa just 2 days to 3 days tuna play. Baada ya hapo tumepata maandalizi almost muda mrefu kidogo kujiandaa tena kwa ajili ya hii mechi. So in mental, physical, tactical, leo ni siku ya mwisho, tutaangalia kwenye pitch jinsi ambavyo tupo. Kwa upande wa afya, I think hakuna mchezaji ambaye yuko na shida, wachezaji wote wako vizuri. Tutasubiri report ya doctor today kuona namna gani ambavyo wapo. So tunajua tuna maandalizi na Yanga ni moja ya mechi nzuri, moja ya mechi bora. Kwa sasa Yanga ni big team na ni moja ya timu bora Afrika na Tanzania. Ni opportunity kwetu, ni good opportunity kwetu kukutana na timu ambayo ipo kwenye level hiyo. So tunataka. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na mdau wa soka na shabiki kindakindaki wa timu ya Yanga, Hussein Makubi Ngasa maarufu kwa jina la Mwananyanzala, ambaye ni mkazi wa mkoa wa Geita, ametoa donge nono kwa timu za Simba na Yanga, akisema ametoa zawadi ya shilingi milioni 1 kwa yeyote atakayeshinda mchezo ujao wa dabi ya Kariakoo. Mwananyanzala amesema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari, huku akisema licha ya kuwa shabiki wa Yanga, timu yoyote atakayoibuka na ushindi ataipatia kitita hicho kama sehemu ya hamasa kuelekea mchezo huo wa dabi utakaofanyika March mosi mwaka huu. Ya kuambia wana michezo na tunaenda kwenye dabi, lakini dabi hiyo mimi ni mdhamini wa goli la mama, nilikuwa nadhamini kwenye mchezo wa kimataifa. Lakini kwa sababu mchezo wa kimataifa Simba na Yanga wametolewa, nimejitokeza kwa ajili ya kuahidi katika mchezo wa dabi wa Simba na Yanga, ambao ninaahidi nitakuwa na mshindi atakayemshinda kupata milioni 1 katika mchezo wa Yanga na Simba ambao utachezewa Zanzibar, na kuwaomba washabiki tujitokeze kwa wingi katika kwenda kuishuhudia dabi. Lakini wana Simba wanalalamika kwa nini wamepelekwa kule, lakini yote ni Tanzania. Kwa hiyo ninawashauri wana Simba wafike kwenye mchezo tucheze, lakini atakayeshinda mimi nitatoa milioni 1. Na tukikwea pipa moja kwa moja hadi kimataifa, ambapo Mamadou Lamine Kamara ameripotiwa kuwa mchezaji anayelipwa pesa nyingi zaidi katika klabu moja ya ligi za ndani Afrika kufuatia kuhamia Al Hilal Tripoli. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Senegal amesemekana kupata dola milioni 1.2 kwa mwaka, mkataba ambao unaangazia nguvu ya kifedha ya klabu za Afrika. Mkataba wa mshindi wa AFCON ni mmojawapo ya taarifa kubwa za mishahara kuwahi kutolewa na klabu hiyo barani Afrika. Huku kunako taarifa nyingine kuhusiana na mchezaji Gianni Palestina anafikiria kufungua malalamiko dhidi ya Kylian Mbappe na Vinicius Junior mbele ya vyombo vya UEFA pamoja na FIFA pamoja na mfumo wa kikazi za njia wa Ureno kutokana na madai ya kudhalilishwa. Palestina amesema kuwa matamshi yanayomhusu kutoka kwa Mbappe na Vinicius Junior yamemuumiza kihisia na yanaweza kuathiri heshima na sifa yake kama mchezaji. Hatua hiyo inaashiria kuwa mchezaji huyo hawezi kuvumilia uvunjaji wowote wa hadhi yake, na hii ni ishara kwamba masuala ya matusi au madai ya kudhalilisha yanachukuliwa kuwa tatizo kubwa katika soka la kimataifa.
Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, naondo mwisho wa habari za michezo na burudani na kurejesha kwa Kimindi Joseph kwa ajili ya kuweza kuhitimisha Ulimwengu wa Habari kwa leo. Habari za michezo na burudani. Asante Johannes Michael kwa mkusanyiko wa habari za michezo. Mtazamaji, tuangazie kwa upande wa utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Karibu ungane nami tunapoenda kuangazia kwa kina taarifa hii ya hali ya hewa ambayo ni ya saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu katika ukanda wa Victoria na maeneo magharibi mwa nchi panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache. Nyanda za juu kaskazini mashariki, kanda ya kati, nyanda za juu kusini magharibi, mkoa wa Morogoro, Ruvuma, Lindi na Mtwara panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kwa maeneo ya mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam na pwani kijumlisha visiwa vya Mafia panatarajiwa kuwa pakavu. Kwa siku ya kesho upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika na ziwa Rukwa, na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Nyasa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi. Na kwa ukanda wa pwani yote upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, huku hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Mpendwa mtazamaji, kwa siku ya kesho ni matarajio yetu katika ukanda wa ziwa Victoria, maeneo ya magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi, kanda ya kati, nyanda za juu kaskazini mashariki, mkoa wa Ruvuma pamoja na ukanda wa pwani yote panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa kwa siku 4 zijazo. Jiji la Dar es Salaam tunatarajia mvua na ngurumo. Dodoma tunatarajia mvua na ngurumo. Jiji la Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo. Mbeya tunatarajia mvua na ngurumo. Kilimanjaro tunatarajia mvua na ngurumo. Morogoro tunatarajia mvua na ngurumo. Arusha tunatarajia mvua na ngurumo. Ni kusiendelee kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Fares, asante na nikutakia wakati mwema. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha Ulimwengu wa Habari, tupate muhtasari wa yale tuliyokuwa nayo. Rais Samia azindua makao makuu ya Ulinzi wa Taifa Kikombo jijini Dodoma. Na kimataifa, nchi za Umoja wa Ulaya zimeshindwa kukubaliana kuhusu vikwazo vipya dhidi ya Urusi. Na katika michezo, ligi kuu soka Tanzania bara kulindima kesho, Simba Yanga kushuka dimbani. Mtazamaji, nafika tamati katika Ulimwengu wa Habari. Kwa niaba ya timu nzima Sky TV, mimi ni Kimindi Joseph. Endelea kufuatilia vipindi vyetu kutoka hapa Sky TV.